Naitwa Bernard Kadogo Tondo, nikiwa msemaji mkuu wa wazalendo. Raia wa mji wa Uvira hata na tarafa wanakuwa wakilala muda zimoja katika wasiwasi. Leo milio ya risasi imesikika ndani ya mji wa Uvira. Mpaka sasa raia wanajiuliza kisa ni nini na nini inasababisha hayo. Wewe kama msemaji wa muungano wa wazalendo tarafani na mji wa Uvira mnasema nini? Unajua milio ya risasi ambayo imerindima katika mji wa Uvira, kunakuwa mambo ya incomprehension kati ya wazalendo na wanajeshi wa serikali. Na hiyo hatua ya ile incomprehension iko na problem zenye zinaweza kuwa disiela kwa kutokutana na kuzungumza na kwa mapatano. Ndio maana leo tumesema tulimuomba meya wa jiji la Uvira aweze kuitisha wazalendo, aitishe FARDC, aitishe na tabaka mbalimbali katika jiji la Uvira mpaka tuzungumuze tupate suluhisho kwa maneno hayo. Na tumemuomba pia gavana ambaye anaongoza Sud Kivu kwa leo aweze kuitisha conseil de sécurité ya province, ambako mle ndani atawaitisha wazalendo, ataitisha FARDC, ataitisha na tabaka mbalimbali kwa kuzungumuza ili kwa kupata suluhisho kwa haya hii milio ya risasi ambayo inasikikana. Utajua kwamba kwa wazalendo na kwa raia yote leo ya Kongo nzima kunakuwa ile manque de confiance kwa jeshi letu la serikali la FARDC. Na ukitizama msiku ambazo zimepita, wakati jeshi la FARDC limetoka Nyabibwe wakasema walifanya retrait stratégique, wakaanguka mpaka kufikia huku Uvira, retrait ya 500 à 700 km, wamoja walifika mpaka Tanganyika, province ya Tanganyika waliingia. Ile ilipoteza confiance kati ya raia na jeshi la serikali. Na kulikuwa hata katika jeshi la serikali wanajeshi ambao walikuja na mamedia kama RFI na zingine ambazo zimetangaza kwamba Uvira imeanguka katika mikono ya M23 AFC. Na wakati wazalendo walikaa chini wakasimamisha Uvira, wakapambana nao na kuonesha serikali kwamba Uvira haijawahi kuanguka katika mikono ya adui. Na kweli mliona, mko washahidi, mliona yaliyopitika katika Uvira. Na mpaka gisi wazalendo waliremetre wakarudisha autorité de l'État, mpaka leo gavana iko hapa, mpaka wana restore hata wanajeshi, sektere iko, komanda rejo iko, na tabaka mbalimbali zinakuwa pale. Sasa kunakuwa mambo ambayo yako katika giza ambayo wazalendo hawaelewi, ambayo pia wa operateur plutôt wa ma service za l'État régénératrice de revenus ambazo zinaingiza pesa katika kapu cha serikali, nao wanaingilia kwa kuchongea wazalendo kwamba wanafanya tracasserie, wakipita kwa mabiro zao kuwaomba nusu ya pesa kwa kulisha wanajeshi ambao wanakuwa nao. Wale wakuu wakiomba ile, wao wale wa chef de service wanasema ni tracasserie. Na wakati ukitizama vizuri wanaingiza franga katika kikapu cha serikali, wanakula 80% ile pesa na wanatoa 20% ndio wanaweka katika kapu ya serikali. Lakini wazalendo wakiomba, kama gisi alivyosema rais wa nchi, mobilisation. Sijui kama watu wanaelewa ile terme mobilisation ambayo inasemeka katika constitution ya nchi. Ile mobilisation, tupate chakula, tupigane. Vijana walitoa damu zao, walitoa mili yao, wanaenda kwa mapambano, wanakufa. Lakini utakutana ajili ya gari, sijui walichukua gari ya OCC wanatembea nayo, wazalendo wanaenda nayo katika uwanja wa vita. Wao wanasema kwamba ni tracasserie. Wakiwalomba sijui $50 ili wazalendo wapate hata chakula kidogo, wanaita tracasserie. Wakati wao wako wanachukua pesa zote ambazo zingetumia Kongo nzima, wanazikula na mafamilia zao, wanajenga manyumba
Uvira, Bukavu, Goma, Kinshasa, na wengine walishanunua hata Dar es Salaam, ndio mafamilia zao zinaishi leo, lakini waliotoa damu zao wanaona kama ni wajinga. Hilo ni katika matatizo ambayo yalituma mnasikia milindimo ya risasi, lakini wanadhani kwamba walianza kwanza na kuchonganisha wazalendo wenyewe. Na unajua katika mbinu za adui anahitaji kukue mchakato kati ya wazalendo ili adui waweze kupata njia ya kuingia Uvira. Mliona siku zilizopita wazalendo hapa wenyewe kwa wenyewe tulibebana, lakini wakati waliona situation iko maîtrisée, wale machochezi wa ndani, sababu kuna adui wa ndani na wa nje. Kwa sasa tuna mapambano na adui wa ndani, anafanya nguvu zote ili aweze kuchochea tena moto ndani kwa ndani, aone gisi atakamata Uvira. Unajua katika plan za adui anawaza kwamba hawezi akafika Uvira kwa kupitia njia zote alishawahi kupima, hawezi kuingia Uvira. Lakini adui kwa leo anawaza kuingia Uvira kwa kuingiza chachu katika Uvira ili watu watengane kati ya FARDC na wazalendo ili apate njia ya kuingilia. Ndio maana tumeomba kwamba kwa conseil provincial de sécurité élargi yenye tutadiskite ile maneno tupate suluhisho. Tuliomba kwa meya wa jiji kwa conseil urbain de sécurité pour que tudiskite tupate masolution kwa zile maproblème. Leo raia kama gisi unatoka kuzungumuza mpaka sasa wajafahamu kisa. Je, FARDC wazalendo mnatembelea mlengo mmoja ama kunakuwa malumbano? Kwa sababu mpaka sasa raia wanapenda wajue nyinyi wazalendo mnasema nini. Je, mnawaasire security ipo ama hakuna security? Kwa sababu mpaka sasa wanajiswali masasi melia juu ya nini. Nyinyi mnasema kwamba mnatembea vizuri na FARDC. FARDC nasema mnatembea vizuri, wanatembea vizuri na wazalendo. Sasa risasi hizo mpaka sasa raia wategemee nini kwa muda kama nao? Nimekuambia kwamba incident hizi zikakosa katika watu. FARDC ni jeshi la taifa, ni baba, na wazalendo ni watoto. Nilikwambia hayo kuna mara nyingi nakuelezea. Na hakuna tatizo kati ya FARDC na wazalendo. Kuko probleme ya nini? Ya maentere. Kale ka incomprehension kako diku maentere X anatembelea Y, anamwambia ukinifanyia garde fou hapa nitakufanyia hivi. Nakwambia kuko ma service paraétatique na kuko ma service étatique za leta zenye zina regenerer recette ya leta, ndio ziko zinataka kuchonganisha wazalendo na FARDC, lakini hawataweza. Na wao wanapitia ndani na kuna chachu ya adui anaingilia. Adui hawezi akatuweza. Na mimi nakurashire kama Uvira raia wajue, wapoteze katika fahamu zao kwamba M23 yataingia hapa. Tumefunga kibambazi, M23 hawezi kufika hapa Uvira. Labda tunatumika kwa kuangalia jinsi gani adui tutamkimbiza katika maeneo. Labda ujumbe wa mwisho. Kwa ujumbe wa mwisho ni kuambia tu raia yaliyopita kama risasi waliyasikia. Ilikuwa incident incomprehension ambayo ilifanyika kati ya wazalendo na FARDC njia za deployment militaire, lakini ile incident haiko tena. Mengi zaidi watayajua kisha kikao ambacho kitaitiwa na meya wa jiji, ambacho kitaitiwa na gavana, ili wazalendo na FARDC waweze kudiskite ma probleme yao na kupata suluhisho.